We thank you, we give you praise, we give you praise. What a wonderful morning. We have gathered here again this morning, Father, to give you praise, to give you honor and adoration, to glorify your name. Tunakutukuza, tunakutukuza, tunakutukuza. Nina sababu ya kukutukuza. Tunasema nini? Nina sababu ya Yeah.
wako, asante kwa neema yako, asante kwa utukufu wako, asante kwa wema wote umetenda. Pokea sifa na shukrani. Asante Mtakatifu, asante Mungu ushie milele, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Shout amen. Sema shout hallelujah. Praise God. Karibisha watu wawili watatu, mwambie welcome to the presence and the glory of God. One wonderful time. Mwambie God is working out an answer for your life. Mwambie God is planting the seed of what you are going to become. Mwambie tena Mungu ako busy, anapanda mbegu za kile unaenda kuwa. Mwambie God is busy planting the seed of what you are going to become. God is busy planting the seed of what you are going to become. Prayer is the key. Amen. Tuchukue viti vyetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Prayer is the key. 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 Prayer is the key to this life. Jesus started with prayer. Jesus with prayer. Praise God. Nasema praise God. Ni vitu gani zinafanyaga watu wazimie katika maombi? Because prayer is the key. Ni vitu gani zinafanya watu wazimie katika maombi? Kwa sababu wakati huu umezimia kwa maombi. Wengine wenu umezimia kwa maombi. Watu wako chini katika level ya maombi. Roho Mtakatifu hawezi kufurahia. You know ya kwamba Mungu hakuwagi na nguvu ya kutenda mambo hapa duniani wakati watu wameacha kuomba. Prayer inapatia Mungu ability. Boy, it's very important. Inapatianga Mungu ability, uweza na mamlaka ya kutenda mambo hapa duniani. Binadamu akizuilia maombi, Mungu amezuiliwa his ability to do some things. Praise God. Because events za binadamu hapa chini ya jua ni binadamu mwenyewe ana instigate, ni yeye ana direct. Ni sisi tunalinganisha mahali tukikosa kuomba na tusilaka, mtasikia accidents. Praise God. Wakati tunaomba, Mungu anapata mamlaka ya kutuma malaika kusimama katika highway. Tukikosa kuomba, nje tunaenda vibaya, kutakuwa na bloodshed. Saizi fika Aleppo, fika Syria, hizo area, Libya, na kuwe na watu strong wasimame in prayer. You'll see those nations changing. Prayer inapatianga Mungu authority. The moment wana Israeli walikuwa katika mateka, walioko into subjection, na wakaumizwa, na wakafinyiliwa. But the day walilift their sauti na wakaanza kulia, walilia for like a year maybe or 2 years. Praise God. And the 430 kifungo was broken. Mungu alisema sina budi, akadisturb nabii, akadisturb mchungaji, akamwambia mimi mali nimefika, siwezi kupumzika. Nini? Nimesikia kilio cha watu wangu wanalia, wako in Egypt na wanalia kutoka. I need a man wende hawatoa, na nitakupatia all authority and power. Praise God. Asema praise God. Kuna mahali tunafika katika maisha tunaacha maombi kwa sababu ya situations. Situations, they impair our prayer. Watu matumaini yao wamekuwa shattered again and again. Vitu zinafanya watu waache kuomba ni wakati mtu amekaa na kamesema niko na prayer points na sipati majibu ya maombi. Wakati upati majibu ya maombi mengi, unaomba mtu kuvunjika moyo. Amen. Ni vitu gani zinafanya watu waache kuomba? Business. Mtu wako too busy na mashughuli za dunia hii. You are too busy with education. You are too busy with business. You are too busy job. You are too busy in one place or another. Praise God. Ingine ni tamaa and the lure of this world. Hii dunia inasukuma watu, ina tempt. Kwa sababu we are too busy with TV, too busy with washing clothes, too busy with 1, 2, 3. Na watu ni rahisi kulala, oversleep kwa sababu wamechoka. Praise God. But listen, I tell you, no matter what situation utasikia, nataka kuambia kitu leo ambacho unataka uweke katika makini. Praise God. Nasema praise God. Before we talk about money, this is a month of financial. Praise God.
Kuna kitu muhimu kwa sababu Mungu amesema tumeselect in prayer. Na kwa sababu Mungu amesema tumeselect in prayer, kuna vitu fulani nataka nikuletee sensitization. Watoto kwa watu wazima nyinyi wote. Praise God. Sema Baba, fungua moyo wangu. Mbegu ya neno lako iweze kupenya katika moyo wangu. Omba tena, Father, in the name of Jesus, open my heart. Fungua moyo wangu. Neno lako likaingie, likapenye katika jina la Yesu Kristo. Praise God. Maombi ni kama kumpatia Mungu license ya kufanya kazi duniani. Maombi ni kama kumpatia Mungu license ya kupenya na kuingilia familia yako. Maombi ni license ya kumpatia Mungu ability. So imagine sasa mtu wako na license ya kuingia kwako kufanya hivi na hivi, na ukose kuomba, what will be the result? Catastrophe, isn't it? Result itakuwa kilio. Result itakuwa manunguniko. Praise God. Amen. Nasema praise God. Amen. Mungu alipomuumba binadamu na akamweka hapa, alimpatia mamlaka. Kitu Mungu alikupatia kikubwa unafaa kujivunia kila mmoja wenu. Praise God. Amen. Ni mamlaka. Sema authority. Mungu amekupatia nini? Authority. Nitakuonesha hakuna Mungu kama wewe. Mungu amekupatia authority na akatoka kwa siri. Wakati mnakaa namna hii na muone Mungu akiingilia mambo, uone malaika wakifanya hivi, ni vipi Mungu aumbe watu wake na waache mahali fulani na akae kama anawaangalia? Itakuwa jambo mbaya kama hao watu hawana uwezo. Kama wale watu hawako nao. Praise God. Mungu ndiye akae kando na ambie binadamu endeza maisha, alikuwa na confidence ya kwamba everything mnahitaji kuishi pale nimewapatia. Hallelujah. Amen. But today utaona attack moja baada ya nyingine inafuata familia. Mtu unatakiwa in 1 2 3 4 things. Na Mungu anaangalia. Unangojea Mungu afanye jambo. Mungu ashamaliza jambo lake la kufanya. Anangojea sisi tuingie katika kazi. Praise God. Nataka tufungue kitabu cha Ayubu, kifungu cha kwanza. Nikuonesha example na mtu anaitwa Job. Praise God. Kuna mtu kwa Biblia anaitwa Job. Job chapter 1. Nisaidie Biblia yangu iko hapo. Job chapter 1 verse 6. There's a now there was a day. Now there was what? Now there was a day when the sons of God came to present themselves before who? The Lord. And Satan alifanya nini? Alikuja katikati yao. Verse 7. Na Mungu akamwambia Shetani, umetoka wapi wewe? Na Shetani akajibu akasema, nimetoka huku na kule kuhangaika na kutoka kutembea juu na chini duniani. Hebu sikia. Sisi tuko hapa tunaishi maisha yetu na kuna watu wanatembea. Maana Shetani si mmoja. Amejiduplicate wako billions. Na Shetani wanatembea juu na chini na wanahangaika huku na huku. Jiulize. Praise God. Ni wapi naweza kuwa nimekutana naye wiki hii? Jana, leo usiku. Jiulize wakati nilikuwa nikilala Shetani alikuwa akifanya nini? Haya maandiko tunaambiwa. Vitu ambavyo tunaambia katika ulimwengu wa kiroho hamuzioni lakini zinatembea. Huyu ni Mungu anakumkuta Shetani anamuuliza wewe umetaba. Anamwambia from walking down and up and up here and there. Na Mungu akamwambia umeona Job mtumishi wangu ya kwamba hakuna mwingine kama yeye. Praise God. Naye Shetani akamwambia wewe Job akuogopi bure. Mstari wa 9, umetengeneza tukamzunguka, nyumba yake umezunguka, ila chote chake umezunguka. Haya. Hapo tunaona verse 11, Mungu akimwambia nenda basi uguze. Guza chochote ako nacho. Tuone kama hata kulaani katika uso. Mungu akamwambia nini verse 12? Tazama nimekupatia nguvu juu yake, lakini usiguze chochote kinachouza nini? Mwili wake. Praise God. Satan akatoka from your presence. Hebu angalia mtu mgeuke mwambie, unajua Shetani amekuwa mamlaka gani juu yako? Hello. Huyu ni Mungu aliyekuumba, anampatia Ibilisi mamlaka juu ya mtoto wake. Na mtoto hana habari. Kwa hivyo chochote unapitia huwezi kujua kama ni Shetani anafanya out of mamlaka ama ni mistake zako umefanya. Na huyu ni mtu ambaye hana hatia, tunaambiwa ni perfect. Nataka tuteremke hapo chini uone what happened
Verse 13. Nasema nini? Kulikuwa na siku, a day of evil came, wakati wanawake na daughters wake walikuwa kila na wakinywa katika nyumba ya ndugu yao mkubwa firstborn. Na pakaja messenger kwa Job akimwambia nini? Ng'ombe walikuwa wakilima na asses donkeys walikuwa wakikula kando yao. Verse 15. Na watu wanaitwa Masarbians, makina Arthur Margarian, ndio hiyo kabila, walikuja na wakaangukia na wakachukua na wameua watumishi wako na upanga. Mimi pekee nimeepa kuja kukwambia. Verse 16. Wakati alikuwa bado anaongea, pakaja mwingine akasema nini? Moto wa Mungu. Alisema kwanza ni wa Mungu. Huyu ulikuwa moto wa Mungu. Nauliza, huyu ni moto wa Mungu ulichoma vitu za Job, lakini ulitoka mbinguni, kwa sababu chochote kinatoka mbinguni tunakishikanisha na Mungu. Praise God. Kwa sababu anakaa malaika alitoka juu, tunasema ni wa Mungu. Kwa sababu ni pesa zimetoka juu, tunasema ni za Mungu. Mvua imetoka juu, tunasema ni ya Mungu. Si chochote kinatoka juu ni cha Mungu. Angalia hapa, walifanya mistake. Walisema moto wa Mungu umetoka juu from heaven na imeburn the sheep and the servants na ikawa consume. Mimi pekee nimeepa nikuje kuambia. Verse 17 tusome. Wakati alikuwa still anaongea, pakaja mwingine akisema nini? The Chaldeans. Sasa hawa ni wengine walikuja 3 bands na wakaangukia camels zingine na wakabeba zingine wakaiba na wameua watumishi wote. Mmoja tu ndiye amescape, mimi kuja kukuambia. Kila incident Job alikuwa na bagi na mtu mmoja kuja kumletea report. Verse 18. While he was yet speaking, there came what? The fourth wave. Wave ya ngapi? Ya 4. Na akasema watoto wako sasa, wasichana kwa vijana, walikuwa kila na wakinywa katika nyumba ya yule mtu mkubwa tena. Verse 19. Pakaja nini? A great wind from the wilderness and smote the 4 corners of the house, and it fell on the young men, and they are dead, and I only am escaped. Nije nikuambia. Verse 20. Kila mtu. Then Job arose and rent his clothes, shaved his head, fell down upon the ground and worshipped. Praise God. Asema praise God. Amen. Angalia hapa. Hii situation shetani yuko ndani, si ndio? Yeye mwenye amefanya hii, lakini hakuna mahali shetani anaapia. Waliapia kundi la Wakamba, waliapia kundi la Wajaluo, iliapia moto kutoka mbinguni, iliapia hilo whirlwind kikungu. Satan anatumia watu na vitu natural kuattack na kuinstigate attack yake kwa watu. Hakuna maana shetani, ndio maana ni ngumu kukubali ya kwamba shetani yupo wala Mungu yupo. Maana hakuna siku Mungu atakuja physically atatumia hizo vitu kuja kukuletea baraka. Hakuna siku shetani atakuja physically atatumia moto, na huyo moto utatoka juu, utatoka kwa nyumba. Utasikia tu kitu kimefanyika hivi, mvua imenyesha imeharibu. Praise God. Yet in all these things, see, this is not an act of God. Kuna watu mko hapa leo hii unasikia unapoteza vitu mara 2 3. Hii ni wave inakuja kwa nyumba yako. Unasikia wave ya kwanza, kazi umefutwa. Wave ya pili mko hapa, ugonjwa umekuja kwako. Kuna watu ambao mnang'ang'ana na kazi inaisha. Praise God. Amen. Unasikia mtoto wako amepatwa na madhara hii ya aina hii. Ugonjwa umepata kwa mwili, accidents, kifo cha mtu wako ambao unampenda. Praise God. Amen. Na watu wanaangalia hizo vitu zinatendeka na wananyamaza. Unaangalia wave, chakula kinafeli shambani. Unaangalia wave, kazi inaingia problem. Unaangalia wave, ndoa inashambulia. Unaangalia wave, mtoto wako katika taabu. Unaangalia wave moja ama nyingine. Kila mtu, iwe ni mtoto uko na level yako ya attack, Satan ako involved. Uwe mzazi ako na level yake ya attack kwa ndoto physically. Praise God. Na hizi vitu zote sisi tunaangalia, tukwetu yosia hizi. God, we are not Job. Tell your neighbor you are not Job. Job alifail ni kwa sababu alikosa kuchukua mamlaka ambayo alikuwa nayo na kusimama na kufanya kitu. Biblia inasema baada ya hizi incident zote, Job alifanya nini? Ati alitoa nguo, akashave nywele na akafanya nini? Akaanguka chini akaabudu Mungu. Praise God. Mimi na wewe hatujaruhusiwa kufanya hivi.
Mimi na wewe tumeamrishwa kusimama kando. Imagine Job angesimama tu kando na angalia situation namna hii na aanze kusema Satan, in the mighty name of Jesus, praise God, I command you, let my children be. Wacha jambo leo limoja lingine. Wacha niwaambie, msipoweka authority Mungu aliwapa katika mdomo na muongee, nothing will happen. If Job took this thing serious na aanze kuingia to fast ama kuuliza, why is this thing happening to me, Father? Biblia sema Job lay down. Praise God. Hebu fungua 1 Corinthians chapter 1 verse 11. Unajua vile Biblia inasema, ambao wameangalia situations zimekuja wiki hii, mambo yanaapia katika maisha yako, yet you are not taking command. Na unauliza, where is God? Praise God. Where is God? Kwa nini mtoto wako anakosa kazi? Kwa nini mtoto wako anakosa shule? Kwa nini mtoto wako anagonjeka wakati anakuja kufanya mtihani? Kwa nini ninapoteza vitabu wakati nina face? Kwa nini ninapoteza funguo? Kwa nini ninapoteza one thing ama another? Kwa nini imekuwa ngumu kwangu kupata nyumba ya kazi katika mji huu? Praise God. Hallelujah. Are you in 1 Corinthians chapter 2 verse 11? Tusome mstari wa 11 sisi wote pamoja. Chapter 2 verse 11 nimesema everybody yako na Bible, fungua kinywa na usome. 1 2 3 go. Knows the things of man except what? Well, unasoma 1 Corinthians ama 2 Corinthians? I'm sorry, 2 Corinthians. Hizo ni vitu tofauti. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Chapter 2 verse 11. 1 2 3 go. Should not get advantage of us. Why? For we are not ignorant of. We are not ignorant of. Na ndo meana umundi mona attack. Nuno wanamatisi kana ni attack. Praise God. Kitu fulani kinaanza kiwimbi hapa kumea katika mwili wako. Unasikia kitu ambacho si natural. Alo, unaenda unaweka mawe mahali fulani yako uweze kujenga. Na the moment unataka kuanza hii project, pesa zinapotea. Wakati unataka kupata pesa, unataka kutafuta maji, unataka kufanya hivi, unataka kufanya pesa zinapotea. Na wewe uko ignorant au hujui ya kwamba hii ni way of the enemy. Wewe unaanza kuumwa na mkono, unaumwa na mguu, unaona kama wenyewe unasema ni mguu wangu. Ni nini mguu ulikuwa mzuri? Bora unaweza kanyama unasikia sharp pain. Halo, Mungu labda alikuwa hataki siniende kabisa. Halo, Mungu labda hii safari si ya Mungu. Labda hiki ama hiki. Biblia inasema watu wengi wako ignorant of the devices of siku umeamua kununua gari ndio shida. Umeamua kununua bodaboda ndio problem. Umeamua kununua hiki ama kile. Siku utakaa chini na mpango ambao ni mzuri wa kwenda mbele. Satan must realize ugly. Na usipojua kwamba there is a device of the devil, amekusema mwikego ignorant of the devices of the devil. Wakati unakalia mtihani ndio unasikia kichwa kinauma. Wakati unaona kitu kizuri, mtu amepromise jambo fulani, mambo yanakuwa magumu. Wakati unapata proposal ya kuolewa, problem arises. Don't be like Job. Hello? Praise God. Biblia inasema nini? Don't be ignorant of the devices of the devil. Why? Because of Matthew 11:12. Sisi tuko kizazi tofauti. Matthew chapter 11 verse 12. Ndio Hansa anakupatia. Haya ni maneno ya master, your own savior. Yesu akakwambia ngoja uniite mimi nilikuwa mbingu ama ili lifanyike. Praise God. There are situations that arise na mbingu yote nzima itaangalia namna hii na inasema ni nani ataenda kusaidia mtu. Anangoja answer from us. Hallelujah. Are you in Matthew? Yes. Chapter 11. Verse 12 inasema nini? Tusome sisi wote pamoja, 1 2 3 go. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven serves what? Violence and the violent. Praise God. The only way utapata vitu na maondo mako maende katika ulimwengu spiritual ni kuosa sisi by force. By force. By force. Tunasikianga mara 71. Vitu vingi zinatuambia tusikuje ibada ya leo. Tunasikia hata sisi miguu inauma, migongo inauma, kichwa kinauma, macho kitu
kina cross. Halo, unaanza kupigwa na usingizi saa 12 wakati wa kujitayarisha kwa mke wenu. Ndio usingizi unataka kukuvuta. It is a device from the kingdom of hell. Why? Satan will not allow ujenge ufalme wa mbingu easily. Na umebeba ufalme wa mbingu. Ufalme wa mbingu uko wapi? Where is the kingdom of God? Where is the kingdom of God? In me. Praise God. Ufalme wa mbingu uko wapi? Ndani yangu. Yesu alisema ufalme wa mbingu huko kula, na ukiwa mkuli ya yeye. Ufalme wa mbingu utakuja lini? Usumbu wetu ukwendi. Ni kama kitu kinangojewa namna hii. Akawaambia ufalme wa mbingu hauko kushoto wala kulia. Ufalme wa mbingu uko ndani yenu. Na Yesu hapo amesema kutoka siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa mbingu unapingwa. Hivyo kile kinapingwa kiko wapi? Halo, hizi ndio. Wewe shetani atapinga wapi? Atapinga wewe. Wakati unataka kwenda kiboko, kwenda kumanifest, unapeleka the kingdom of God. Wewe ndio usije ukaenda miguu yako itaparalyziwa. Halo, na kama miguu itakuwa mzuri, pesa atakisha hakuna fare. Wale mzungu anataka kwenda kiboko. I must reach kiboko. Why? Nimeitwa kwenda kuona my family and I will speak a word of blessing. There will be resistance. Halo, utakuwa na resistance yako ya kulea kuku. Wanakufa wote. Utakuwa na resistance ya kulea ng'ombe. Utakuwa na resistance, but ukielewa na hii statement nikwambia leo, utaweka force. Usimamishe uweke another force. Usimamishe uweke another force. Praise God. Because ufalme wa mbingu ulio ndani yako unafanya nini? Unapingwa. Hallelujah. Nasema hallelujah. Do you know what happens when you pray? Unajua the power behind prayer, watoto wa Mungu. Do you know? Nyinyi mko na ability ya kujua what is behind your prayer. Do you know about the greatest way to release your power of the kingdom of God in you? The best is through prayer. The highest is through prayer. That is why to pray na kuomba is the hardest thing. Chalo, praise God. Unalala kanisani lakini umeongeza blanketi. Sema we thank God for this apostle. Hallelujah. Jamani kanyaga blanketi na napunduka sema I thank God. Praise God. The kingdom of God inside you is being resisted. To pray iko so hard. You know the word, Greek word ambayo inaachilia nguvu ya Mungu ndani yako inaitwa exousia. And exousia inamaanisha releasing. The word exousia inamaanisha exercising the authority that has been bestowed. Kubestow ni kupatia mtu mamlaka. Ku-exercise hiyo mamlaka ndio inaitwa exousia. Ku-release command. Sema releasing command. Ya kuleta mabadilika. Na kuleta nini? Mabadiliko. If you don't pray, you are shutting down the kingdom. When you open your mouth, na kusema I decree and I declare, hallelujah, something in the spirit is happening. Hallelujah. Nasema hallelujah. How do you bring changes katika mazingira yako na nyumba yako na familia yako? How? Sema through declaration. Sema through prayer. You know kile Mungu alisema? Hello. Hello. Mimi nataka kuamsha leo. Maana wengi wenu mnangojea kuombewa. Ila hali Mungu anangojea wewe utamke neno alete mabadiliko katika nyumba yako, familia yako, mazingira yako. Imagine unawekwa chini na malaria, unawekwa chini na mkono, mguu, kichwa, sikio, chochote kile. Naye saa hizo deliverer. Wewe ni deliverer na deliverer anahitaji deliverance. Ngeke seti ando watatu mena mishale kwa kunyo mishale huyo ambazo ile umetaja. Wale toka kanisani kwa mambo haya. Na mtu satani kwa ile kilo tene the tomorrow the head atiko paralyze. Satani ko paralyze tiko uzima either atizima an entire community, an entire family. Hallelujah. Amen. Sema the kingdom of God iko ndani yako. The kingdom of God. Now the only way ya ku release it, ama the best way is by prayer. Declaration. Prayer ni kuombea mtu. Prayer ni kuona mtu ako na shida na kuamrisha. Hallelujah. Hallelujah. Let me show you some examples because we are going to exercise Mark chapter 9. Wacha nikuoneshe. Wacha nikuoneshe ule unamuita wokovu, unamuita Mungu mwenyewe, Yesu Kristo. Hallelujah. Mark chapter 9. Watoto wa Mungu, kazi kubwa kwa pastor wako ni kukuonesha njia kwenda mbingu. Number 1.
The greatest assignment ya pastor wako number 2 ni kukupatia uweza na kufungua macho uone mamlaka yako kuishi hapa duniani victoriously kama mtoto wa Mungu. Kwa maana ukimshinda shetani hapa, sikudanganya, umemshinda mbinguni. Ukikosa kushinda shetani hapa juu umwezi, maana anakaa ulimwengu wa juu. Praise God. Sema I have power. I have authority. Kuleta mabadiliko in my family. Mark chapter 9 verse 25. Are you in Mark chapter 9? Nataka tusome verse 25. Uone Yesu alipokutana na situation, aliita Mungu Baba ama alifanya nini? Mark chapter 9 verse 25. Tusome inasema nini? Na wakati Yesu alipoona watu wamekuja kwa huyu mtoto alikuwa mgonjwa, alifanya nini? Alirebuke the foul spirit. Akasema nini? You dumb and deaf spirit, I command you, come out of him and enter no more. Praise God. Alisema nini? You deaf and dumb spirit, I charge you, come out of him and enter no more. Verse 26. And the spirit cried, na rent him ikamrarua, and came out of him, and he looked as if he was dead. Na watu wakasema amekufa. But Jesus took him by the hand, lifted him, and he rose. Praise God. Hello, angalia hapa. Jesus Christ ambao ni Mungu manifested. Mungu, angalia hapa. Wacha kusoma, tumesha soma. Angalia hapa, maana unapotea sasa. Praise God. Mungu kwa kuwave kidole chake namna hii, anaweza kudeliver kila mtu ako na demon on earth. Just by doing like this. Anafaa tu kufanya hivi magonjwa yote yaishi. Anaweza fanya hivi ikakuwa kama Garden of Eden dunia mzima kama vile alimpatia Adam from the beginning. Ni kwa nini afanye hivi? Kwa sababu kufanya hivyo atakuwa na deal na Satan directly, na Satan hakuna kitu anafanya hapa duniani bila halali. Aliyempatia halali ni sisi. Aliyefanya ugonjwa kwa kwetu ni sisi. Aliyefanya njaa ingie duniani ni sisi. Mungu hawezi kukiuka sheria za kiroho na kuinterfere directly with the affairs of man unless binadamu asimame hapo na aombe. Binadamu ampokee kama Mwokozi, Roho Mtakatifu aingie ndani yake, ndio yule mtu aanze kukua kiroho. Stage hadi nyingine akuze Mungu ndani yake, akuwe mkuu. Ifike mahali ambapo kuna authority anaongea namna hii na kitu kinafanyika. Praise God. Mungu hawezi kumanifest directly. Mungu ana manifest through man. Mungu anabariki anybody through man. Shetani ana attack people through also a man. Are you getting? Yes, sir. Praise God. Wewe wakati mtu huu ufalme uko ndani yako, ni mbingu mzima iko ndani yako, deliverer uko ndani yako, uwezo wote uko ndani yako, unaweza fanya anything provided uko na boldness. Kila kitu sindano kidogo we are kulea kumanga. Ndiye si ndo ndo kwa kitauki mama kwa kanake na ngoke langalipe kwa mtu fulani. I don't know. Yupo ni wao wiki hapo the spiritual authority. Na wao the spiritual authority wapo, tendo amaliwa meki. Mokie mekala ndina baada ya mambo ya master kwa mtaki. Tuya wote tu hapo. Kama ndo tutajua boy andikaimie. Wewe wane na ndeto na maimo mondemali ni kitu kichao tu aemwa. How can I get to a place of the same authority? Nungu ningamana kindu ki ni umunya mundani kwako. Ni umunya ila imani kwenza yake. Are you hearing? Ni umunya biani kwako. Ni umunya from my auntie muongo. Ni umunya from my uncle, because the same power it manifests equally in any other area. Hello? Hello. Are you hearing? Understanding what I'm saying? Huyu ni Mungu. Ungeexplain Yesu asema afanye sema baba ndio hii. No, alikutana situation hapo kulifaa kwa mbingu heto. Alisimama na akaona hiki ni nini? Sijui jina lake. Kama ndio Probatanzo Azura ama chochote. Alisema kitu kimoja, anajua huyu jamaa ongea na asikii. Kwa hivyo roho iko na responsibility aiongeaje na isikii. Hauwezi kumanifest kitu chenye hujapewa. Mwenye manifest kutokusikia alipo mwenye aliingia ndani huyo mtu ana masikio na aongee. Ndio maana naye akose kuongea na kusikia ingawa alizaliwa na masikio. Don't, are you not surprised? Angalia deliverance. Satani enda ndokerwe na ndokatata kunena. Amanda yimo yitewa neta nena ikalikandeno wake. Na automatically utika lo. Satani enda with the way poor. Amanda yimo poor kabisa waneta afford cha. Nendi kandeni wako automatically utika latayo. That is how spirit is. Are you understanding? Men are spiritual. Neki look at the mundo ni spirit. Mundo ti physical. Are you hearing? Pesa kwa sababu
kia bande ndio so gukuma na kwa mbeza. Praise God. Holy Spirit also mauta anointing flying into a doxa glory ikapakwa ndani wa the spirit in you. Are you hearing? No, automatically mbeza tambi ya kuanza in your life, because man is a spirit. Are you understanding? Yes, Man is not physical. Kwa mundo enda wikana we school wenda uwe ngai atoka kule wenda cha Solomon nenda uwe no mali eteme umundo ina unenga uwe ni kindu chosa wabantu pa kigeko ndini wake automatically akaambia pili akidi yake. Hallelujah. Ya mtunga baraza itaambia kuiba ainena like an ancient Greek. Am I talking to somebody? Yes, sir. Sema I am a spirit. Na chochote ninapokea duniani ni spiritual. You can't be rich unless the power. Ndio maana akasema you shall remember the Lord your God, for it is he that gives you what? Power to become. Is an entity. Ni kitu physical unapewa from the spirit realm. Kinawekwa ndani yako na una manifest hivyo. Wewe ukikaa usikie uko na tamaa ambayo si ya kawaida. Wewe wacha kushinda ukitafuta watu. Jua kuna spirit imewekwa ndani yangu ina manifest namna hii. Hiyo spirit ikiondolewa automatically unarudi kuwa wewe original aliyeumbwa na Mungu. So what is attacking you? What are you suffering from? Ni nini ambacho kinakusumbua? Ni nini ambacho kinakuattack tena na tena? The power, imagine, of a simple prayer. Hallelujah. Can do that. Let me show you another example. Mark chapter 11. Tuone Mark chapter 11 usikie mamlaka uliopewa. Mark chapter 11. Mark chapter 11 verse 23. Mark chapter 11 verse 23 and 24. Uko Mark 11, ayasome verse 23, anasema nini? For verily nawaambia nini? Whatsoever shall say to this mountain, be you removed and be cast where? To the sea, and you will not doubt in your heart, not in your mind. Are you hearing? And you shall believe the things which you have said, they will come to pass. You will have whatsoever you say. Nataka usome verse 23 tena kwa follow with understanding. Soma please. 1, 2, 3, go. You shall do what? Umeona hapo? Ukisema bila kudoubt chochote unataka bila doubt at all na uamini kila kunena nikiudhikwekeka. Amen. Imagine that ability, potential, authority, power. Mungu anasema you will have whatsoever you shall say, believing in your heart, not in your mind. Wakati poka zilisianga hivi, remove mind. Mind ni reasoning. Reason. Ni reason. Reasoning. Reasoning inakujanga kama doubt. Inakujanga ku-challenge the statements that faith za Mungu. Reasoning. Vitu za kiroho au reason. Vitu za kiroho unatembea na faith. Kuamini. Na faith inaamini kile ambacho hakijatendeka. Akikai. Praise God. Aya, verse 24. Verse 24. 1, 2, 3, go. Therefore I say to you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have whatsoever things you desire. Wakati unapoomba kitu, praise God. Wapita na nombazi yone kidugesio. Hello. Nombazi yone kidugesio. Ngalenzi yone kidugesio. Pita na afya nike ndugesio. Kusoma udhi university nike ndugesio. Hello. Pita wanasiana nzio nike ndugesio. Kubendaka wimbo kwako nike ndugesio. Pita na sherehe kila mwe nike ndugesio. Praise God. No desire those things. Mungu anasema whatsoever you shall desire, wakati unaomba, believe it will happen. It will happen. Uone ngayo kupia timu nyive. Ndena kindu tena cho asekulewa kwa atakuwa kuli limitation na kulia kumwekea in prayer. The problem is on us. Hapa Mungu hakuna reference to the devil wala Satan wala enemy. Praise God. Anakuambia whatsoever you desire, kama I will create it for you.
Mungu atakiumba kwa ajili yako. Nasema Mungu atakiumba kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Ambia mtu you are in charge. You have authority. You have power. Imagine basi falme wa mbingu uko ndani yako na tumepewa mamlaka ya kudeclare, ya kuachilia, kuzalisha, ya kuumba. Tumepewa sisi, ziko ndani yetu. So ni nini unapata ways basi kama Job? Imagine Job kadile unaonga ba una asisi asiya dala. Job aliangalia mali yake ya west ya east ikaisha. Job aliangalia account zake zote zinatoka pesa. Kwa sababu gani? Power is in your mouth. If you don't speak, God is limited. Alipita mtihani wa unyenyekevu, mtihani wa uvumilivu ndio, na akapita muda mrefu sana. Iko sawa. But praise God, you don't have to go that long. Haufai. Si lazima. Leo hii amesema chochote una desire, chochote akikaa. Wakati Yesu alipomaliza huduma yake aliwaambia, nyinyi binadamu mmekuwa mkiishi vibaya. Mmekuwa mkifanya kazi na system bovu. Mimi nimekuja kuwapea system nyingine. Akwambia hivi. Akwambia mimi niliona Satan akianguka kutoka mbinguni kama lightning. Si ndio? Amemuonia Satani atibaloka. Kitu chao, Satan is an angel wa glory, alikuwa na Yesu Kristo. Na ukisikia Yesu akija hapa tena anawaambia kuna mtu tulikuwa naye ambaye anawasumbua hapa duniani. Na mimi nilikaa naye na tuliona akianguka. Sikumpita, sikumsukuma. Akitolewa mbinguni mimi nilikuwa nilimwona alianguka kama lightning chini. Na akasema from this day msimwogope. Chukueni mamlaka na mtakanyaga watoto wake. Mtaharibu, mtamfukuza from your coast. Mkitumia mamlaka niliyowapea nyinyi. The problem ya kwamba niko ndio mtu anaenda anaona kuku wako anakufa na ananyamaza. Mtu anaona ugonjwa unakuja unajiongezea blanketi. Utembea vya kiuna mono no yambi okanga. Na bube na jimo yao. Praise God. No kanga jimo yao. Hello. Wewe usema wayo. In the name of Jesus. Out. Out. Ah! Praise God. Unafaa kuambia toka na mtaona ikitoka. Usibembeleze shetani. Na usichome mguu wako kusema unachoma shetani. Unachemsha maji na unaanza kumwagia tena kuchoma leo. Maana ako ndani ya physical body. Utaumia. Praise God. Utapona na uanze. Ni kama mtu anatoa mapepo ndani ya mtu anapiga ngumu. Boom! Nimeona kuna shetani ndani ya jamaa. Boom! Shetani toka. Unagonga mwili wa jamaa utamvunja, lakini spirit iko ndani imejificha. Inatolewa by power. Sema authority. Sema authority. Sema mtu authority. Acha nikuoneshe John chapter 11. Hebu tuende. John chapter 11. Nikuonyeshe situation nyingine ambayo ilitukia. Yesu Kristo alifika mahali na akaona situation inakaa kifo. John chapter 11 verse 21. Msichana akaja anaitwa Mary and Martha, mnajua. John chapter 11 verse 21. Martha akaja akamwambia, Bwana, ungalikuwa hapa ndugu yako angekufa. Lakini hata sasa ninajua chochote utaitisha Mungu atakupatia. Verse 26. Yesu akamwambia, yote anayeishi na ananiamini mimi hatawahi kufa. Unaamini hiki? Akasema, Bwana, naamini. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu atakayekuja duniani. Aliposema hivi akaenda, kaita Mary. Alipokuja tushuke pale chini verse 34, mmemweka wapi? Bwana njoo muone. Wakamwona Yesu analia, wakafikiri ni upendo. Yesu alikuwa analia kwa sababu ya ignorance ya binadamu. Yesu anaangalia watu wanazika watu wao kabla ya wakati. Nasema hii situation ngaitwe kala na ndoamba kendi. Medika siana siomba kendi iteneza wiki yako kwa. No mesi ngaitwe itu masiana ila sida anawea. Jesus alikuwa anaambia out of the ignorance of the mere ando mazia ya ndo wewe. Hello, ndio example ya ndo wa Mungu. Na huyu yeye kina nokito. Imagine wewe mkuu na nokito kwa Musa. Sinakuja kukurevive kuvuke ndaanza kulia ama nitakuwa na furaha utakuona tena. Praise God. Kilio ni kuangalia watu nimekaa nao, nimewahubiria why wamekuwa wakiprofesa wakiongea, why wenyewe wamekuja na hizi katika bado hawajaelewa. Wana ni doubt. Wenyewe hawajui watakani nimekaa nao by now tunafaa kwa tuna manifest wote wakifufua watu. But see this situation. Akaenda pale kaburi akasema, wacha tuone verse 41. Verse 41. Na Yesu akamwambia, ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Verse 41. Walimchukua wakamwonyesha mahali jua lilikuwa limewekwa, mahali alikuwa amezikwa. Yesu akainua macho yake juu, angalia vile aliomba. Yesu akasema, Baba,
na kushukuru kwa sababu unanisikia. Verse 42. Na ninajua ya kwamba unanisikia siku zote. Ametimiza Mark chapter 11 ile tumesoma. Amesema chochote utaitisha ukiamini, maombi yake anakuambia anaamini Baba. Anamwita Baba na nini si nombewa. Na kila chochote watabia nini si wewe. Praise God. And a relationship. Lakini yeye asema Mungu wangu monga biteba ni wakati Mungu neno ni kana mama ne. That is the only time Yesu hapo yakaita Baba. In every situation there anga he just does kama vile situation iko na anaibadilisha. Praise God. Tuko 42. Akasema najua unanisikia maana juu ya watu hawa nimesema hivi ndio waweze kuamini ulimtuma. Verse 43. Na aliposema hivyo akafanya nini? Akapasua kwa sauti kubwa akasema nini? Lazarus! Fanya nini? Come forth. Verse 44. Na yule alikuwa amekufa akaamka. Alikuwa amefungwa mkono, mguu na mwili wake na hizo manguo za makaburi. Na uso wake ulikuwa umefungwa na napkin. Na Yesu akamwambia mfungueni na muache aende. Praise God. Just see that encounter. Brother yako amekufa, mama yako amekufa, aunti yako amekufa, biashara yako imekufa, ndoa yako inakufa. Na nini unafanya? Kuingia bedroom na kulia. Alifanya nini? Alikuja kwa situation ambayo watu wote wanaomboleza. Akamwambia ondokeni. Na akasimama kwa sababu this is a major miracle. Waje kuona mtu anafufuka. Ilibidi aongee wasikie. Bimbo utumako anamfuata kila mahali kumkataza. Na yeye anaingia pale after 4 days jamaa amekufa. Unakuja kufanya nini 4 days? Wewe ni msaliti, hii family iko karibu na wewe. Praise God. Huyu Lazaro alikuwa rafiki yako na amekufa. Yeye amefika hiyo saa. Na watu wakujulia anauliza akwapi mali mmemweka. Akafikiri wanaenda kuangalia. Kuna mtu akamwambia master achana naye. Ni ameoza sasa hivi huko nyunga naiba inao. Ni 4 days tumemweka kwa kaburi maana alikuwa anazika kwa tongo. Yesu akasema, nyinyi mkiamini mtaona utukufu wa Mungu. Haleluya. Mkiamini mfanya nini? Na mimi nakwambia leo hii, ukiamini Mungu utaona utukufu wa Mungu kwa maisha yako. Ukiamini Mungu tu from this message this morning, you will see the glory of God. Sijui ni nini kinataka kuzikwa. Sijui nini kinataka kufa. Ali advance kwa hilo kaburi na kusimama. Na with a loud voice. Situation inakufa. Ekaini mnafaa kuongea na sukuma wiki zikiva zikafufuka. Unaongea na ng'ombe wakiwa tasa wanaanza kuzaa. Praise God. Ni mudhiba la be ng'ombe with a loud voice. Unaona koma. Hello. Kibo! Rise up. Na rise up na ina manifest. Praise God. Situation gani inakufa? Uliza jirani yako what is dying before you. Na unangojea nani? Apostle akuje kuniombea. Utakuwa slave wa apostle milele. Mungu amekutia authority. Praise God. Si mama. Maana utakuwa msituni peke yako na baiskeli yako na bodaboda yako na ng'ombe yako. Na kitu kitafanyika. Hiyo situation na hizi mtoto anashika na kitu anza kufanya hivi. Baba atatoka wapi? Praise God. Angalia hii. Ibeba ya mtingizo umabara kana kama. Sema no tinena kila Mungu atingo plot nini. You will see what will happen. With authority and power. Hello. Hata tumepewa testimony ya Mungu mwenyewe. Alipokuwa mwanzoni akianza, aliona situation ya dunia kuwa giza na kifo. Alisema nini? Let there be light. Kazi yako ni kutamwangaza mahali kuna giza. Si kuanza kuongea na giza. Wewe kibindumie bawe eti wenu. Wewe ukaangie kwa bado. Nomba hizo ndaki tiongolo okie ba. Wachana kwa address Satan. Praise God. Mwambie Lazaro mwenye unataka aamke. Hello. Ambia mathematics iamke. Ambia science ikutane na wewe. Ambia biashara ikuje kwako. Zungumza na roho ya pesa. Amen. Ikuja kwa biashara yako na ufukara uende. Either uaddress Shetani atoke ama ucommand kile kizuri unataka kizaliwe. Anasema chochote utaamini ndani yako na ukideclare you will have it like that. Sema money cometh. Sema money cometh. Sema favor cometh. I can never be sick. Sema siwezi kuwa mgonjwa. Sema siwezi kuwa na ufukara. Siwezi kuwa maskini. Siwezi kushindwa mimi. Sema I cannot. Sema I cannot. Praise God. Tumepewa mamlaka to cast out what? Devils. To command mtu wote mgonjwa usiite Mungu. No, mwambie miungu zimekuja na iko hapa.
Ndio sema miungu amekuja chini kama binadamu. Mwambie alo, rise up and walk. Alo, badilisha hii. Mko na hiyo authority, lakini hamtumii. Mko na hiyo authority. Angalia kijana mdogo sana anaitwa Daudi. Daudi anakuja kwa situation na anapanda Wafilisti wana paralyze Waisraeli wote. Anapata hiyo situation. Ilikuwa so dead, biashara ilikuwa so dead, kazi ilikuwa inakaba inyonde mukaenda musimugethi and mombanete magwa kuomboleza. They said David had a whole nation. Of course you was in the group kakajiji ka better. David had a whole nation, a brother mark all them mebu on their land. Na kamana na kanini kaida semuze na kaida ambolika. Na kwa kile situation baga king ukede huru Kenyatta bwambie mudakala motele na ile woso nige 40 days kalabubu nundwa JMT na taifa na matoki teacher ni paralyzed ni weird. Praise God. Na kamana kaida in such situation na anaangalia namna hii na anasema anasikia sauti anasema sema hii vile mmekaa hii ni situation inawashinda nyinyi. Yuko lazima kuna zawadi kwa mwenye atamaliza huyo jamaa. Akauliza, already nataka hiyo zawadi. Mwenye ataondoa yule mtu atapewa nini? Atunasema nini wewe kijana? Mwenye ataua lile jitu atapewa nini? Alishikwa akapelekwa kwa king. Kwa sababu hakuna mtu anaongea hivyo. Uwe kuja mudhenzi. Ndio kuja mundu wewe wata mudhenzi ndio kwa kuja. Praise God. Mmoja kama na hadi kuja mudhenzi maana wewe. Ameanza kaajali. Mimi naambia kuwa na Mumbai nemo nini hivyo. Ya kwanda banje ama testimony yako ya mbele hivyo. Amen. Testimony yako ya gani ya hivyo na nyinyi mudhuku mwakule ngodi ukatanga champ ke Israel. Umekamana? We serious? Kosa ngao yako neighbor. Praise God. Ama kosa mitila lizuike. Kosa ngao lizuike. Ilomini yake hapo. Praise God. Sasa uke kama meondoka kute. Kagata kwiki akaanza hii king kone so dina bina wako. Na strategy ya kugende ndio nienda. Praise God. Amen. Mwana ndio kukupolia. Twako ukwatie. Na mwasida mundu sinonenga mwetu. Wasina ndugaiba taxi. Wasindoka isa mezani yakwa. Kama nanukwigwa, nonenga mwetu yakotwa amanenokete. Mweteba. Amen. Mweteba gete mwa smart. Praise God. Wewe. Wacha waanze kuongea. Baada kama alisimama alisikia maneno yamerushwa kwake. Wewe kijana unanikuja kama dogi. Unaambia mimi ni dogi na kutita leo na kumaliza. Miungu wa baba yangu anakumaliza. Kwa maana gani ni part of what unaniongelesha. Praise God. Wacha nikwambie kuhusu maneno. The moment unasikia watu wanaongea kwa maneno kuhusu wewe, si kitu kingine. Wanataka kuambia hivyo ndio uweze kuwa kama vile maneno yao yanasema. Wana declare ni vita za kiroho. Wanaongea with the spirit. Maneno wanaongea with the spirits who are backing them, waweze kubadilisha maisha ya kukalia kama yale maneno. Ndio maana ufai kunyamaza, maana ni battle. Unafaa kupanga maneno yako nayo. Praise God. Yenye yako na authority yatasimamia. Hallelujah. Chenye unaamini lazima udeclare kwa mdomo. Chenye unaamini ukinyamazia utaisha. Kile unaamini you say it. Tell somebody what you believe. You must declare. What you know, you must say it. Are you hearing? Are you hearing? Yes. Praise God. Amen. Tunaishi katika dunia where the devil is real. The devil is what? Is very real. Na part of what? And ma dunia moka andeton. Lazima mo challenge na ndeton. Kuna ndeton. Wewe, unafake. Uko hivi, huduma yako itaisha. Hiki kitaendelea. Ndio maana tukija lazima tu declare. Are you hearing? My ministry will not die. The anointing in my life will increase. My marriage will not die. Nobody will take what belongs to me. I am more than a conqueror. Hii ni wimbo wa milele. Ukisikia kifo kinakuja na kataa, nasema isifi. Mimi nita rise again. Biashara yangu inasimama tena. Kazi yangu. Am I talking to somebody? Simama kwanza tuwe Goliath. Simama. Nataka uangalie ni situation gani inakuangalia. Ni nini kinakaa kuandamiza? Ni nini you are going to speak with that situation? Are you hearing? Are you hearing? Sema I declare and I declare. Every situation in my life yenye nakaa kunizima, yenye naletea wasiwasi, inaletea woga, I declare and I declare. You are dead in the name of Jesus. Sema nabadilisha maisha yangu. Siwezi kuhangaika, siwezi kwenda chini. I declare afya kwa watoto wangu, afya kwa aunti yangu, afya kwa mama, afya kwa baba. I declare biashara yangu inasimama. I am rising again. Maisha yangu ya shule yatasimama. I will prevail. Declare my money shall be released.
Release your life. Release. Achilia kazi yako. Achilia degree yako. Diploma yako. Achilia kila chochote unahitaji. Declare. I shall not die. Mimi sifi. Ninasimama tena. Nitainuka tena. Siogopi Goliath. Siogopi kama neno na katakata kila neno mbaya limezungumzwa kinyume nami. Nayaribu. Sitazimwa mimi. Sitaogopa mimi. Sitaanguka mimi. Declare. Somebody declare. Life and death is in your power. Is in your power. Je no prakasa pra você prakasa talabra. Je no prakasa pra você prakasa talabra. Badilisha maisha. Kataa kile ambacho si kizuri. Achilia neema. Achilia nguvu. Achilia mamlaka. Decree and declare the power of God, the grace of God, the glory of God, the wonders of God. In the name of Jesus. Lubrakasa bravoze prakasa talabra. Je prakasa bravoze prakasa talabra. Loprekasa bravoze prakasa talabra. Je prakasa bravoze prakasa talabra. Loprekasa bravoze prakasa talabra. Je prakasa bravoze prakasa talabra. Je loprekasa bravoze prakasa talabra. Loprekasa bravoze prakasa talabra. Hey! My Jesus. Loprekasa bravoze prakasa talabra. Je loprekasa bravoze prakasa talabra. Stop it. In the mighty name of Jesus. Nakataa chochote kinagandamiza maisha yangu, ndoa yangu, watoto wangu. Are you listening? In Jesus name we pray. Nimeangalia nikauliza, mimi nitaangalia watoto wangu washindwe na shule ama ndasimama nichukue mamlaka? Wewe utaangalia watoto wako wapotee na dawa za kulevya? Utaangalia watoto wako waingie umalaya? Utaangalia anti yako amalize na ugonjwa? I'm asking you. Job aliangalia vitu zake zote zikaisha na watoto wakaisha. Maondozo ya tele miaka 20. Twasi waika rayo kaonga mesi ana asiaende hizo keita. Praise God. Not me. Nasema not me. Whatever you don't like, you don't watch. Tell your neighbor, whatever you don't like, don't watch it. Stop it. Mwambie simamishe. Chochote ukipendi kibadilishe. Yesu alikaa akiwa amelala katika ndani ya merikebu na akasikia upepo. Jamaa wake wanalia, wote wanazama. Akasema mazo kila tunakuwa wewe bado kile. Alipoamka alifanya nini? Hakuongea, hakufungua hata mdomo. Sema authority. Alipinga in the spirit realm. Akili yake yote ilikuwa pale, sema nonsense. What kind of sea? Praise God. Peace be still. Na masi ya manokwa ya maanda na mekala. Makuleni mundu tuna kumudembomo kikungu na kiguni kiomwegwa ona kuwilio. Kikungu na kigusa ile opigwa. Are you hearing? Mke na babu kusikia. Mkango na babu kusikia. Dunia na babu kusikia. Mama mtoto wa Mungu. Are you hearing? Siku moja mimi ninaomba mlimani. Niliona creature ambazo siwezi kuambia. Niliona creature mbili. Soba zinabomoa ukuta mahali ninalala, nimekaa ukuta na Mungu ambao siuoni individual. Niliona wanabomoa ukuta, acha vizuia kuko ukuta. Hakukwa. Niliona wanabomoa na vitu zingine straight. Vitu vinakaa vibaya sana. Demons mbili. Nikaamshwa. Nikaoneka sema la, what is this? Nikaanza kudikilia blood of Jesus. Blood of Jesus ikapotea. Praise God. Zikadisappear. Ndio kuna nikakaa niko vizuri. Kashangaa what kind of creature. Wacha nikwambie shetani ni real.
tunakabiliana na mapepo ambayo zinapinga huduma sifanyiki, zinapinga makrusade, zinapinga chochote kizuri unafanya. Safari unataka kwenda ng'ambo, ukijua vile mmezuiliwa. Halo. Mkijua vile mmejaribiwa mzuiliwe. Praise God. You are not to watch, you are to command it. Sema every obstacle. Every obstacle. In my breakthrough. In my breakthrough. Sema every obstacle. Every obstacle. Ambao imesimama mbele yangu. Mwezi huu wa 7. Sema ondoka. Katika jina la Yesu Kristo. Sema kila bahari ya Shamu imesimama mbele yangu. Misioni ya ahadi za Bwana. Sema ondoka. Ondoka. Sema kila ibilisi anayopinga njia yangu, anapinga huduma yangu, anapinga ndoa yangu, anapinga kazi yangu. Sema ondoka. Ondoka. Sema I declare and I declare everything good belonging to me. Yeye imezuiliwa. Sema I declare release. 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 By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Hebu chukua kitabu chako, fungue Jeremiah chapter 1. Chukua Bible. Open Jeremiah chapter 1. Nikuoneshe kitu. Uone huyu Mungu anaambia manabii, kijana mdogo, ngaida kwenda nuru yake mebazanekana kama walioikana. Jeremiah ekana atiniwa these words. Jeremiah chapter 1 from verse 5 tukiteremka down to 10. Prophet Jeremiah. Hallelujah. Sema enough is enough. Enough is enough. Sema tena mimi nimetosha. Nitatoa anti yangu kutoka kwa mashida. Sema nitatoa mama yangu kutoka kwa shida. Kila bahari ya Shamu imesimama mbele ya breakthrough yetu. Sema lazima iondoke. Sema lazima iondoke. Na achilia damu ya Yesu Kristo. Achilia damu ya Yesu Kristo. Sema I plead the blood. 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 Uko hapo? Nataka uone verse 5. Anasema verse 4. Neno la Mungu likanijia mimi likisema, akija hili ukamana kaiwa ndeto yoka. Kamwe njero ita we mano kuma winya kunebu. Ina kwesi. Na utaambia kusiao na kutakasa na kode iwedo na bi kwa mataifa. Kamana kaze imwe nyende sio nena maana ni kamana kanini. No wana wapo anena na kamana kamiaka mwanza. Jeremiah, very small boy. Very small boy. Wewe sikizo kwamba nasema mimi ni msichana mdogo, kijana mdogo. Verse 7. Na Mungu akamwambia, wacha kusema wewe ni mtoto, kwa maana utafanya yale yote ninakwambia na kwenda kutuma. Toto utaenda kufanya. Are you hearing? Verse 8. Akamwambia usiogope mauso zao, kwa maana niko nawe nikukomboe, asema Bwana. Verse 9. Bwana akamwambia toa mkono wako, nimekugusa kwa mdomo. Mungu akasema nimeweka maneno yangu wapi? Kwa mdomo wako. Haya verse 10, kila mtu 1 2 3 go. Angalia siku hii nimekuweka juu ya nini? Ya mataifa, juu ya mafalme, kung'oa. Sema kung'oa. Kupuda, kuteremsha, ngome, kuharibu, kuangushanisha chini, na kujenga na kupanda. Are you hearing? Nimekupea maandiko fanya nini? Kung'oa. Sema kung'oa. Kila chombe wako tabani itemunda mijitu out. Are you hearing? Kila chombe kitabana in my business out. Kila chombe asota hapa na mwili out. Akili ni yako message matoka out. Are you ready? Sema by the blood of Jesus. Sema tena by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Uliponiumba mwanzoni, uliniumba ukamilifu. Ulipoumba watoto wangu mwanzoni, uliwaumba kwa ukamilifu. Chochote mbegu au umepanda ndani yako, ndani ya familia yako, ndani ya watoto wangu, ndani ya anti yangu, ndani ya mama yangu, chochote utapanda leo hii, nasema ng'oka. Sema ng'oka. Sema ng'oka. Ufalme wa giza ondoka kwa kazi yangu, kwa biashara yangu, kwa afya yangu. Begin to pray. Noa, kwa masomo yako. Chochote Mungu hajapanda, Noa. Noa, kila mtoto omba. Usisema ni mtoto
Umeitwa usimamishe shule yenu. Umeitwa usimamishe industry yenu. Ng'oa chochote Mungu atapanga. Ng'oa. Hii haifai. Haikai mzuri. Kwa jina la Yesu Kristo. Tumia jina la Yesu. Ng'oa, haribu katika jina la Yesu Kristo. Whatever is not planted in the life of my children, I uproot it, Father. I uproot the demonic seed. I uproot the demonic seed. In the mighty name of Jesus. By the blood of Jesus. I uproot it. Nimeng'oa accident, nimeng'oa kushindwa, nimeng'oa fukara, nimeng'oa mateso, nimeng'oa njaa, nimeng'oa ulevi, chochote hakipendezi katika maisha ya watoto wangu, kazi yangu, biashara yangu, huduma yangu, ninang'oa kila mtu. Ng'oa in the mighty name of Jesus. Ng'oa. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Angalia kwa kila mtu plus watoto. Kutoka leo ukikutana na shida, speak against it. Are you hearing? Yes, sir. If you meet trouble, you do what? Speak against it. If you meet problems, speak against them. If you meet a challenge, usingoje. Ukiona unapoteza raba, kataa roho ya wizi na kuhangaika. Ukiona unapoteza nguo, kataa. Ukiona unapoteza pesa, ukiona unasahau, umeanza kusahau kitu kidogo, mbona ni ya Mungu sema na kataa. I cast the spirit of forgetfulness immediately. Usingoje ukuje kumpoteza Bible, poteze simu. Ukuje sasa kusahau nyumbani, unaona jamaa anaenda mahali kwingine. Hii hapa kudugo. Oh, Paul. It migrate. Hello. Praise God. Hiyo kuna watu wanamisi nyumba. Umeona mmoja? Wewe umeona mmoja? Jana tumekuja na mama, tumefika saa 8 kwa nyumba. Umesahau? Kufika leo tukishuka na bodaboda mtu mwingine anashuka hapa kwetu. Hadi anakuja hapa. Now something happens to hapa. Praise God. Mama kanambia ni askari amemiss kwake ni pale mbele. People can forget their houses. Hello? Siongee kitu cha uongo hapa. Hello? Tuko wana watu wa Galilaya ukite kwa Galilaya. Kiba wewe ni nat nisiambie. Praise God. Mimi kwa ufupi na kwa mbili, ukiona jambo ambalo haulipendi, alipendeze sikae mzuri, fanya nini? Kataa. Ukiona pesa ulikuwa upata asubuhi saa 2 zimechelewa ni saa 4, nenda usimame. Usiongee na Mungu, nenda kwa kona. Praise God. Where is my money? Father, I located the spirit realm and release it. Huyu mtu aliongea kwa na 30 zitakuwa release wakati huu. If my people ambao wito katika jina langu watakaa kando na wabind this spirit, wa decree and declare mbinguni bila kuogopa, mimi nitaachilia. Halo? Ukikosa kuzipata asifurahishe Mungu, wala asisaidie yote. Halo? Hata ukitajirika ujenga magorofa 100 hapa, Mungu hana shughuli. Ufanye kazi yako kukosa shauri yake, utakufa na utakutana na judgment. Amen. Unaendeleza na kuzaa na kujenga na ujaza dunia. Hiyo ni command alitupea. Praise God. But God anasema I wish above all things you may prosper and be in good health as your soul. Praise God. From today ukikutana na trouble utafanya nini? Akataa. Utafanya nini? Prayer is the power. Inamaanisha to control what is controlling your environment. Prayer means to control kile kina control your mother. Control your spirit yako, control mtoto wako. Control the spirit yako, control mke wako, kazi yako, boss wako. Shetani tumeona ametumia watu sardines
na moto na chochote. Are you hearing? Kazi yako ni kudeal na hizo vyombo. Kwa hivyo kama unajua kuna watu muhimu sana katika maisha yako unawatumiaga, na shetani anaweza kuwatumia watu kukataza favor. Usimungu sitaki kupoteza mtinda, kioko na manzi. Kila siku nafaa kuombea watu. Mimi leo naombea mwanzo nipotia dhayo wake mdakameni ya Yesu. Mwanzo no kwa tena no so pia bombe hizi ndo na Yesu. Mdakameni I soak your spirit. Ando anga ile ndio kwenda na constant favor na mo. No dia afford kwa sababu. Praise God. You will see. Na magana hata unganga na mo. Ubetangana na mo. No ando smite favor, it will not happen. Nasema it will not happen. Amen. Nasema it will not happen. Amen. Sema by the blood of Jesus. Tena by the blood of Jesus. Sema tena by the blood of Jesus. Na moto Roho Mtakatifu. Na moto Roho Mtakatifu. Na connect na favor today. Na connect na kibali today. Na connect na favor today. Chochote akikai Mungu katika maisha yangu, maisha ya upendo wangu, nyumba yangu, familia yangu, sema ninakataa kila ngome, sema ninakataa katika jina la Yesu Kristo. And from today, sema I disconnect myself. Then I disconnect myself from the spirit of failure. I disconnect myself from sickness. I disconnect myself from poverty. Sema I disconnect. Najitenganisha na accident. Najitenganisha na magonjwa. Najitenganisha na uchawi. Najitenganisha na ufukara. Najitenganisha na kunyonyana. Sema najitenganisha na ujinga. Najitenganisha na kusahau. Najitenganisha na taabu. Hata kujitenganisha na ajali. Jitenganisha na askari wa traffic. Jitenganisha na ajali. Jitenganisha na madeni. Jitenganishe. Disconnect yourself. Disconnect yourself. Disconnect yourself. Disconnect yourself with whatever the spirit of lust. I disconnect myself from the spirit of lust. I disconnect myself from the spirit of life. I disconnect my sadness, backsliding. I disconnect myself. Disconnect yourself. Disconnect yourself. Disconnect yourself from peer pressure. Disconnect yourself from unfriendly friends. I disconnect myself from the lack of this world. I disconnect myself from the spirit of mammon. Disconnect yourself. Disconnect yourself. Disconnect yourself. Disconnect yourself. Le placasa bravosi. Je cobre casa bravosi placasa talarabi. Hey, la rabacasa tayana. Je le placasa bravosi placasa talarabi. Hey, le placasa. Je coteco. Je coteco. Je coteco. Le placasa bravosi placasa talarabi. Je le placasa bravosi placasa talarabi. In Jesus' name we pray. Sema, let there be light. Sema, I declare mwangaza. Let there be light. Let there be blessing in my life. Let there be breakthrough in my finances. Sema breakthrough. Sema breakthrough. Sema breakthrough kwa nyumba yangu, kwa masomo ya watoto wangu. Sema breakthrough. Na imani kubwa, sema breakthrough. Sema breakthrough. Sema breakthrough. Napanda mambo mema katika maisha yangu. Alisema baada ya kung'oa panda na uweke. Sema napanda watu wema. Napanda wasaidizi. Napanda baraka. Napanda wema. Napanda nguvu. Napanda mamlaka ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Sema napanda vyote vyema. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Take your seat. Are you transformed? You feel some heat? Eh? Are you feeling some heat? Imagine ungefanya hiyo exercise kila siku by yourself. Kutoka saa 6 mpaka saa 12 before uende kazini. Somehow unafanya hiyo exercise. Kila siku ukiwa hauko ignorant of the devices of the devil. Praise God. Praise God. Hii mnajua ni kwa nini tuna anoint watu? Mnajua ni kwa nini tuna anoint watu? Do you know why we anoint people? Eh? Do you know why we anoint people? Anointing, naona mnaanointiwa hapa mara kwa mara. Do you know why we anointed people? We anointed people from this revelation. In the Old Testament, angels, devils used to kill people from permission from God. Devils used to kill people. If you remember in Egypt, wakati Misri wana Israeli wakitoka, malaika wa kifo alikuwa anapita akiua kila mtu. In Egypt alikuwa liable to death juu ya dhambi. Isipokuwa wale ambao pekee
walikuwa na nini? The blood of the lamb on the doorpost. Are you hearing? Wale tu pekee walikuwa na the blood of the lamb on the doorpost. Hiyo nyumba mwenye yote alikuwa ndani ndiye alikuwanga preserved. Kwa sababu wale watu walikuwa na present the kingdom of God that time. It was on the outside. Leo hii the kingdom of God is in you. We carry it. Praise God. And God said, that's why we anoint you. And say, touch not my anointed, and do my prophets no harm. When you are anointed, wakati malaika wamepora, maana Mungu pea devil. Sikiza nikwambie kitu hujui. Shetani ngaino munenga mamlaka na bila kujua. Huyo malaika alitumwa na Mungu, angel of death. Hakutumwa na shetani. Mungu ndiye alituma angel of death aende Misri yote akiua. The angel of death, spirit of death. Na akatoka yeye akafanya kazi ya Mungu. Kuua watu wote. Isipokuwa mahali pale kuna nini? Na shetani anapenda kuua, hawezi kubakisha. Maana ana uzuri ndani yake. Lazima haribu. Ukimwitia kuharibu, umemwitia ministry yako. Najua kuifanya. Hata chungwa na malaika mwingine. Ataenda kimaliza barabara. Isipokuwa mahali kulikuwa na nini? Na ile damu ya mwana kondoo pekee ndakama ya kalondu pekee. Ndakama ya kalondu ndio kwa Mungu aiye. Lakini Peter wa ndakama si ya kuidia. Ya mmeta na ndeto ya nabii. There was a prophet alikuwa ametoka with a great authority. Ukifanya kile, maana umeamini yule nabii, authority ndio huyo na huyo nabii umetembea nao katika hiyo nyumba. Maana anayeamini nabii atapata kipawa cha nabii. Are you hearing? Hiyo damu ya kondoo ikaweza kutaza, lakini yeyote alifanya vile Musa alimwambia. Neema ya Musa, kile kinamkinga Musa, kile kina back nguvu ya Musa, kita back obedience yake. Kwa hivyo maneno ya nabii ni kuobey tu, niliwaambia hapo. Prophet on Sunday I talked about prophet, amen. Monday service. I told you prophet is not your normal pastor. They are different. Praise God. They are different order of servants. What they say becomes a law katika ulimwengu wa kiroho, an authority. Because of the authority God gives them. Hallelujah. Nasema hallelujah. Because Satan anaweza, Mungu anaweza patia shetani authority, the power over you. Praise God. Enda usome kitabu cha Revelation, Ufunuo, utaona Mungu akisema hivi. Utaona Mungu akisema kuna malaika atapewa authority kuwavusha watakatifu nguvu. Hello. Na atawaandamaza na atawaunganisha for 3.5 years. Kwa nini inafanyika? Kwa sababu ya wale wateule ambao wameteuliwa kando. Kuna watu wameteuliwa na Mungu kuwa kulisana. Revelation imesema na atawapatia nguvu kuwavusha, kuwapiga na kumautono cha bina mpaka mabina na bina nusu bina la yameketo. Amen. Wakati wa bina yule mataifa, madevo, shetani mwenyewe Lucifer. Praise God. Ndio maana Job was touched by permission. Ayubu aliguza kwa nini? By permission from God. Hata wewe kuguza kwako uangalie by permission. Shetani ndio kiita tena permission. No one I know permission. We na kill weak, yet liable. Kill weight ya nyao. That kind of an attack. That's why anasema come boldly to the throne of grace uweze kuabudu. Acha nikwambie, ukikaa hapo ni siku ya Sunday, unaumwa. Unaendea mama ndio bodo kama ume. Ikuzola nyoti kanisani. Zion is your help. Wakati unakaa nyumbani ukisema kwa mgonjwa na ukitoa pesa na Uhuru Kenyatta unakimbia ukienda. Halo, Mungu anajua tunajua kujifanya. Praise God. Halo, ikulusanye. Ilusanye masilo. Wewe uko ndo pika lakini ndio wanambikia Zion. Praise God. By the time utafika hapo sio kitu kimeinuka na kimea. It is just a resistance from there. Halo. Wakati unasikia kwa mgonjwa nimekuja, enda kwa shawa, fungulia shawa. The moment hiyo maji imekuguza unasikia deadness yote imeenda. Why? Imejua the battle is over. Umeshinda by faith. Faith tu. Ukija unatenda ni imani. Mwili wote unasema no pungu, but iende kama tiki ko. But don't go by feelings. Wacha kwenda vile mwili unakwambia. Mwili huu hauwezi kupendeza Mungu. Ambia mtu mwili hauwezi kupendeza mtu. Nafsi, spirit pekee. Na spirit yako haigonjeki. Peleke kanisani. Chana na mwili. Tell somebody go by the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Therefore from today refuse death. Amen. Your confession will sustain you. Kila uconfess ni chochote ukikaliambia. From today kataa kifo. Unaona mtu anasema nasikia hivi kataa kifo. Sema life. Sema I confess life. Sema tena I confess life. Sema tena I confess life. Kama unataka kuishi katika dunia hii, achilia declaration za kifo. Kama unataka kukaa vizuri, kazi yako, chochote unaona si kizuri, reverse it.
Kazi yako ni ku reverse vitu vibaya. Reverse statement mbaya. Mishale mibaya, reverse it. Sema I reverse. Plan of the devil against my family. Wiki hii sema I reverse it. Sema I reverse it. Sema I reverse it. Kila njama ya ibilisi juu ya mke wangu, bwanangu, juu ya watoto wangu, wajukuu, juu ya aunti na ango, sema I reverse. Sema I reverse it. Sema I reverse. I reverse Every strategy of the devil from the pit of air. Sema I reverse. Sema I reverse. Sema amen. Sema amen. Weka Bible zako zote chini. Ninataka tu address area moja ya maisha yetu. Nataka tu address area ya wellness. Hakuna maisha tena napenda kuguza. Hii ni mwezi wa finances. Are you hearing? Nataka tu address area ya income sasa. Na muone kama mtatoa testimony za baraka. Amen. Wewe kama umeajiriwa, tuna address kazi yako kwa kuajiriwa for favor. Utaongezwa mshahara. Kama ulikuwa unataka kufutwa, utapewa promotion. Hai, mwenendo kama ujue kama ulikuwa unatafuta mlango wa biashara, utakuwa double. Are you ready? Sema in the name of Jesus. By the blood of Jesus. Nikipiga kofi, nina reverse kila njama mbaya juu ya kazi yangu, biashara, pesa. Begin to pray, begin to pray, begin to pray, begin to pray, reverse. Reverse kila njama ya shetani juu ya uchumi wako, kazi yako, uchumi wako. Pray consistently. Luka kasabrabuze prakasatalarabi. Juru prakasabrabuze prakasatalarabi. Luka kasabrabuze prakasatalarabi. Juru prakasabrabuze prakasatalarabi. Luka kasabra. Reverse mpango wa shetani dhidi ya kazi yako. Reverse, piga makofi. Juru prakasabrabuze prakasatalarabi. Luka kasabrabuze prakasatalarabi. Sema reverse mpango wa shetani dhidi ya kazi yangu, biashara yangu. I reverse. In the name of Jesus. By the blood of Jesus. Reverse every plan of the enemy. Reverse every strategy of the devil. Reverse it in Jesus' name. By the blood of Jesus. Pray consistently. Luka kasabrabuze prakasatalarabi. Jero prakasabrabuze prakasatalarabi. Luka kasabrabuze prakasatalarabi. Reverse the plan of the devil. Reverse the strategy of the evil. Reverse every plan of the enemy. Reverse it. Jero prakasabrabuze prakasatalarabi. Jero prakasatalarabi. Luka kasabrabuze prakasatalarabi. Jero prakasabrabuze prakasatalarabi. Luka kasabrabuze prakasatalarabi. Jero prakasabrabuze prakasatalarabi. Reverse. Reverse in the mighty name of Jesus. Reverse. In Jesus' name we pray. Yesu ametuonyesha example ya kuomba na kudeclare. Na njia moja Yesu alikuwa anaomba na kudeclare, alikuwa ana attack the spirit behind. Spirit ambayo tuna attack hiyo ni spirit of poverty. Sema spirit of poverty. Hii ndio inazuilia pesa isije kwako. Spirit of poverty ndio inazuilia nini? Promotion. Spirit of poverty ndio inafanya magonjwa fulani yaje utumie pesa kwa daktari. Spirit of poverty inakuletea marafiki ambao wanakushawishi kwenda kwa waganga. Anatafuta umeke plan a mistake, financial sin. Nilikwambia kuna dhambi 3 za pesa. Spirit of poverty ndio spirit behind it. Amen. Praise God. Na ninataka wakati tunaomba hii ombi la mwisho ufunge macho na ukwenda na useme Father, I break the spirit of poverty from my life. I break the spirit of poverty. Funga macho kwa sababu ya concentration na kupatia Mungu full attention. Are we together? Mtoto ukiomba fees yako inaonekana.
Mzazi ukiomba maisha yako yanarembeka. Are you hearing? Everybody here, if God will answer your financial, akubariki. Maombi yako ulikuwa nao mingi, 90% ya maombi yako imejibiwa. Mungu akupatia financial breakthrough. 90% ya mahitaji yako yote itaisha. Amen. Mahitaji yako uko nayo mingi. Mama, fanya mama, fanya hivi. Kuwa na pesa, you are able to do anything. Are you ready to bind the spirit of poverty? Uko tayari? Sema Baba, napokea anointing na mamlaka adhuhuri ya leo kufunga kile chote kimetabisha maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Are you ready? Sema the spirit of poverty, the spirit of struggling, the spirit of poverty. Sema I bind you in the name of Jesus. Sema nafunga roho ya fukara. Nafunga roho ya mateso. The spirit of poverty. Sema I deliver you. I deliver myself. I deliver myself from the spirit of poverty. Sema leo hii naachilia confusion kwa roho za fukara, roho za poverty, roho za kung'ang'ana. Sema achilia fire. Naachilia fire. Naachilia fire kwa roho ya poverty. Roho poverty. I bind the spirit of poverty. Begin to bind, begin to bind, begin to bind, begin to bind. Alisema chochote utafunga hapa kitafunga. Funga macho na uombe seriously. Bind the spirit of poverty. Everybody, bind the spirit of poverty. The spirit behind poverty, the spirit behind struggling, in the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus, in the name of Jesus, by the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. It is good to pray. It is good to pray. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus, in the name of Jesus, by the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I bind the spirit of poverty, 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 in the mighty name of Jesus. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. I cannot hear your voice. Jero prakasa bravoze, prakasa talabra. Jero prakasa bravoze. Jegede. Le prakasa bravoze. Jekoteko. Bind the spirit of poverty. Destroy the spirit of poverty. Destroy. The spirit behind poverty. The spirit behind poverty. The spirit behind poverty. The spirit behind poverty. Inua sauti. Ongeza sauti kubwa. Kataa hiyo roho. Spirit of poverty. Spirit of limitation. Be broken. Be broken. Be broken. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Kuna wengine mnashindwa kuomba na sauti hapa kanisani. Nyumbani utaomba hapo. Kama hapa kuna a lot of strength na fellowship na unity na kusaidiana. Kwa hiyo wengine wanaomba hivi. Niondolee taabu. Ndio kwa dite. Tunaomba hivyo sasa. Kanisani tutaomba hapo. Yeah. Praise God. Nyumbani tutaomba hapo. Hallelujah. Unaomba mpaka pepo inatoka ndani yako. Ndio pepo itoke ndani yako inaona moto. Are you hearing? Yes. Unasema I flushed chochote. Praise God. Sema praise God. Amen. Yesu alipoona Lazaro anakufa alifanya nini? Alisema aje? Tumesoma hapa. Alishauri akasema aje? Lazaro, come! Yaani kwa kama Lazaro, toka mtoke. Toka umelalawe. Hayuka. Lazaro adayuka. Na adayuka na nani adayuka. Na kuna ndio mbota ya adayuka. Pia sala wako tayuka. Kisomo chako ukila. Nataka hiyo statement useme mara moja kile kinakutaabisha. Are you ready? Mungu anakuambia kusia. Are you ready? Inya sana. Jana. Whatever it is. Are you ready? Praise God. Emmanuel. Soba. Amen. Are you ready to pray somebody?
1, 2, 3, go. Declare your name. 1, 2, 3, go. Declare. Nasema mdeclare kile kinakutaabisha. Declare. Declare. Declare kile unataka Mungu afanye. Declare kile unataka Mungu afanye. Declare. Useme Baba, nitengenezee masomo. Masomo yangu fufuka. Shamba langu fufuka. Ng'ombe wangu fufuka. Mtoto wangu tengezeka. Fufuka. Fufuka. Huduma ya Shilo fufuka. Pasa za Shilo sio nani. Pokea mafuta. Pokea mafuta. Mafuta yangu, kipawa changu, maombi yangu fufuka. Katika jina la Yesu Kristo. In Jesus' name we pray. Sema, touch not my anointed. I want to anoint you. I want to anoint you with a touch not anointed. Maana nimekwambia why we anoint people. Alisema yeyote alikuwa ndani ya ile nyumba. Ikaango ndani. Tia Israeli maokoiwe Misri. Praise God. Tia la de maokoiwe Misri. Stand maandiko clearly. Haina revelation hii. Aise unapoondoke thia numba na numba si ikiwenda kama kumomoni. Salali tatu. Yuluna kando na kando. Praise God. Aise pepa ya kiku will not enter in that house. Na hata kuza yeyote. Yote atamonti leo. Praise God. Pepa ya kiku ya kuwa marriage, kuwa finances, kuwa maisha masio, kuwa maendeleo will no longer operate inside you. Na kama ilikuwa imeanza kazi yake inakuwa terminated instantly. Are you hearing? This is the anointing and God wants you to receive today. Are you ready, somebody? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Say, my Father, touch me. Father, touch me. Somebody touch me. Somebody touch me. Somebody touch my soul. Oh, when I was praying to my Father. Somebody touch my soul. Somebody touched me. Somebody touch me. Wanote urudi ukiomba. Touch my soul. When I was praying to my Father. Somebody touch my soul. It must be Jesus. It must be Jesus. It must be Jesus touching my soul. When I was praying to my Father. Somebody touch my soul. It must be Jesus. It must be Jesus. It must be Jesus touching my soul. When I was praying to my Father. Somebody touch my soul. Father, touch me as I get this anointing. Touch my life. Touch my finances. Give me a miracle today. Release your grace upon my life. Release your mercy and release your favor. The mighty name of Jesus. Father, touch me. Father, touch me. Father, touch me. As I release this praise. Touch my life. Somebody touch my soul. Somebody touch me. Somebody touch me. Somebody touch my soul. Oh,
kutia mamlaka katika kinywa chako. Ibada ya leo iko na presence ya Mungu kwa ajili ya kukutenda mambo mema. Mungu akiwa mahali lazima badilisha. Roho wa Mungu lazima afurahie wakati watoto wako wana realize ni kina nani. Wanasimama mahali pao, mahali wanafaa kusimama. Amen. Watu wanalia taifa mzima, nchi mzima, dunia, kwa sababu wanangoja Mungu awafanye. Ila hali Mungu ashamaliza vitu zote. Umepewa authority, aiseme ni teto ya kwaje kanywa ni Mungu kama ana. Nena kidogo kwenda. Praise God. It's in your mouth. Imagine the thing you want to see is in your mouth. The joy that your family is in your. Badala ya kucomplain about huyu mtu anataka kunisaidia. Huyu mtu hataki kuja hivi. Hiki kitaki. Praise God. Separate yourself apart and speak what you want to see. Speak not what you are seeing. Eko nena kila kiende. Nena kila upenda kiende. Praise God. Tende tesa. Malange mako matuthi. Neno bien dogo. Matingo customer. Eko zameteka sukuma. You will go in Jesus' name. Mboka, you are moving. And in my bless you will go because I'm a child of God. Malaika are you hearing? That is how it is. Yes. Na mkisimama in that authority mtaona mabadiliko mtakuja nayo here on Sunday. Praise God. You are blessed. Because from today, speak life. From today, do what? Nena tayo. Achilia tayo. Speak, declare tayo, you will see life in every area. Maneno na maongezi ya kifo ikufe katika mdomo wetu. Na mtaona uhai. Fellowship ya Thursday itakuwa kwa nani? Tulisema tunaanza fellowship this Thursday. Fellowship ya Thursday wiki ile inakuwa kwa nani? Mwenye aliandika atuongee kuhusu mtu yuko hapa. Ama hajakuja ibada leo haiko kwake. Ukikosa ibada haiko kwako. Kwa sababu ni kile ambacho maji yanamwagika. Kile ambacho tunachukua na kinafanyika hapa on Sunday ndicho kuna reveal, kinakuwa display. Amen. Fellowship ya Thursday Mungu anataka nijalie nikue. Nataka kuongea kuhusu manifestation ya uhai ndani ya binadamu wa Kristo. Kwa sababu ni jambo muhimu na uhai ni nini? Praise God. It's a serious thing. It's a sensitive. On Thursday tutakuwa kwa nani? Nani aliandika pastor? When I ask, I expect you or Pastor Michelle or Asha to give me the answer. Number 1 is who? Within. Number 2, Josephine. Number 3, kwa hivyo on Thursday itakuwa kwa nani? Kwa Shoshu. Praise God. Yes, makofi. Na hawajakuja kwa sababu nimekuwa kwa nyumba nikifikiria na hii mawazo ikaja. Praise God. Ya kwamba Kipoyo ikue kwa Shosho very soon. Nilijua tutabadilisha leo. Lakini najua Kipoyo ikue kwa Shosho very soon na tuende kwake na vitu fulani Mungu anataka tubebe twende nazo kwake. Tukienda kwa Shosho tunaenda na upendo. Praise God. Niliwaambia we will take care of the aged. Praise God. Na tunaanza na Shosho. Yeyote anafika miaka ya 60 hapa kwa kanisa. Praise God. 60 ya inua mikono juu. 60. Wamegonga 60. Mapigie tu makofi. Inua mkono tena. Wako 60. Hao wana 60, hao watakuwa wakipata msaada wa upendo kutoka kwetu. Hata kama ni milionea. Are you hearing? Si mambo ya milionea, tunaheshimu ule Mungu ulio ndani yao. Praise God. Ndio na Mungu abariki watoto na vijana wa Kristo. Na atatuletea wazee wengine wengi. Praise God. Ibada ilikuwa ya leo message about financial breakthrough, tumehamisha itakuwa kesho. Praise God. If you want to see a revelation of financial breakthrough, come tomorrow Monday service. Sisi wote naomba tukue hapa saa 11. Praise God. Can you prepare offerings? Wangapi wako tayari kumwabudu Mungu na chao? Are you ready to worship God? Are you glad? Sema it is blessing time. Offering time? Offering time? Yes. Wapite,
Haleluya. Wale wako on Sunday tulisema ndio watu wa Mungu wabarikiwe na wapate kiini cha baraka. Watakuwa kuchukua bahasha kwa shilingi 10 ngapi? 3. Praise God. Bahasha ikiwa moja ni shilingi 5. Kwa hivyo wale ambao wanahitaji kutoa sacrifice kwa Mungu, usitolee Mungu kile ambacho akitakucost. Kwa sababu ni realize watu wengine hii sadaka maningi hawa ni sana. Depo yako nio. Kwa kanisani huwa haile wako na bora. Na wao kama ni depo ndio bahasha ni nio. Mungu sio mabaya na zero. Kuna kitu amepata. Praise God. Ufalme wa mbingu ni kile kinakucost. Acha bahasha ikucost. Badala ya kuharibu wakati ukienda kutafuta vitu ununue leo msaba sadaka, ununue bahasha yako pale kwa duka na ni sadaka ni Sunday, unakuja hapa kanisani ziko bahasha smart. Unachukua bahasha zako zile unataka, unaandika gani yote ile unataka na Mungu, scripture unataka answer in your life, your desire, your prayer, unaweza andika pande ya nyuma hapo mbele. Praise God. Unaweza chukua bahasha yako na marafiki wawili. Kama mtu ako karibu na wewe hana bahasha, mwambie please my brother, I have bought one for you. God bless you. Kama yeye anapenda tu kuchukua vitu za baraka za watu wengine, ataendelea na kuchukua. Amen. Kusudia kuwa baraka kwa mtu na kusudia kuchukua baraka za Mungu zote, utaona maafa ikikaa mbali na wewe. Amen. Nani hana bahasha? Nipatie nimeshanunua. Nani ana bahasha nisaidie? Mimi nataka bahasha nzuri sana. Nani anataka ana bahasha? Nani ana bahasha? Kwa hiyo ndio tunataka sadaka wakumbanisha kwenda ngondo. Ni satani. Praise God. Simameni tuweze kuabudu Mungu na ndio kuja nacho. Sema Baba asante. The Bible says wave it before the Lord. Ineno tunasema hivi. Kidogo sauti iende chini. Wave it before God, wave it. Mwambie Baba asante kwa matoleo. Kila mkono umeinuliwa juu umebarikiwa. Hata wale hawana Mungu akuwa baraka kwao. Kwa maana unawapea kile ambacho tutatoa. Katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu, sema amen. Come and give. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wiki of spiritual emphasis. Kwa hivyo Thursday wala tunakutana kwa shishi tukue fasting. Praise God. Thursday tukue fasting. Wednesday tutakuwa hapa na maombi. Praise God. If you can fast on Wednesday and Thursday. Wiki hii wala watafast, Mungu atawatendea jambo muhimu. Wiki tumeambiwa turudi kwa maombi. Fast Wednesday and Thursday automatically nenda uchukua hayo maneno yangu nimesema niwapeleke kwa Mungu. Tuishako alisema tutabarikiwa tukifast Wednesday na Thursday ama Wednesday ama Thursday. Sitakupewa lazima siku zote mbili. Ukiweza siku zote mbili utakuwa na double blessing. Lakini yote atamudu kufast Wednesday ama Thursday. Praise God. Automatically bato zake wiki hiyo mwezi wa 7 utotaishi. Mwaka wa 2019 mwaka wa open doors. Hii message ya leo unaitaka kwa sababu ya kufungua milango. Amen. Tuinue mikono juu basi tumshukuru Mungu ala ametenda. Tumshukuru ametenda mema, anatujalia, anatupenda, ametutayarishia mambo mema. Amen. Endea amani
Huyu Yesu amenitendea amani, huyu Yesu amenifanyia amani, aokoa huzuni. amenifanyia amani, Huyu Yesu, amenifanyia amani, huyu Yesu, amenifanyia amani, aokoa huzuni, amenifanyia amani, huyu Yesu, amenifanyia amani, huyu Yesu, amenifanyia amani, aokoa huzuni, amenifanyia amani, huyu Yesu, amenifanyia amani, huyu Yesu. amenifanyia amani, aokoa huzuni, amenifanyia amani. Amen. May you go in peace in Jesus' name. I declare you are blessed in Jesus' name. May it be well with you in Jesus' name. May you encounter favor in Jesus' name. Grace of God in Jesus' name. Power of God over your life in Jesus' name. Grace, grace, grace in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Say, Lord, I am blessed. I have life. I am anointed. I am favored. I am preferred above the rest. In the mighty name of Jesus. All of us together, may the grace, Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now. Amen and amen. Communion tutakula Wednesday na Thursday. Praise God. God bless you. Shalom.